Kuna breaking news hapa kuhusu tukio moja ambalo lilianza jana na linatarajiwa kumalizika leo, linalojiri huko Zanzibar. Tukio ambalo japo machoni linaonekana kuwa la kawaida, lakini nyuma yake limebeba shughuli ambayo kwa hakika ni ya kuogopesha na ya kutisha. Makala hii inakueleza kwa ndani katika taarifa hii exclusive kutoka hapa Jasusi TV. Sasa kwa mnaofuatilia kwenye mitandao ya kijamii, bila shaka mtafahamu kwamba hapo jana kumekuwa na kinachoitwa tamasha la Samia la bodaboda na bajaji, linafanyikia huko Zanzibar. Na hao waendesha bodaboda na bajaji, baadhi wametoka hapo Zanzibar, lakini wengi wao wamesafirishwa kutoka jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo machoni mwa watu ni tamasha la kawaida la watu wa bodaboda. Hawa ni watu ambao miaka nenda miaka rudi wamekuwa wakitumiwa kama ambavyo makundi mengi ya kijamii yamekuwa yakitumiwa kwa shughuli za kisiasa. Kwa upande wa bodaboda, mara kadhaa wamekuwa wakitumika wakati wa kampeni, walitumika sana kujitokeza kama bodaboda kwa ajili ya Samia, bodaboda kwa ajili ya CCM, lakini sana ni kutokana na njaa. Kwa hiyo wakipewa fedha kidogo, basi wanakuwa hawana option. Wanasema mtu mwenye njaa hana msimamo, au kiwekewa mafuta kwenye vyombo vyao vya usafiri wanalazimika kutekeleza matakwa ya hao waliotoa chochote kwao. Sasa machoni, kama navyosema, inaonekana kuwa ni shughuli tu ya watu wa bodaboda wamekusanywa kuja kusherekea huo shughuli hiyo ya Samia. Lakini taarifa ambazo Jasusi TV ilizipata siku chache zilizopita, lakini ilikuwa inataka kujiridhisha kwanza. Na taarifa zenyewe zilikuwa zinasema kwamba kuna mkakati ambao umeandaliwa kitambo na ulikuwa unafanyiwa kazi. Mkakati huu awali unatarajiwa kuanza jijini Dar, na ndio huu ambao unatokea sasa hivi. Unatarajiwa kuanza jijini Dar, lakini matarajio ni kwamba utasambaa nchi nzima. Na kinachofanyika ni kuwatumia hawa madereva wa bodaboda na bajaji, lakini pia unatarajiwa mpango huu kupanuliwa na kuwajumuisha pia madereva wa taxi. Hawa wanapewa maagizo maalum. Ni kwamba kazi ambayo watakuwa wakiifanya ni kuwachunguza abiria wao. Kwa hiyo chochote watakachokisikia kwa abiria, basi watakuwa wamepewa maelekezo na mafunzo ya wapi pa kuyawasilisha. Pengine hili linaweza kuonekana ni dogo. Kimsingi kinachotengenezwa hapa ni mtandao ambao kwa kawaida vitu kama hivi huwa vinafanywa na taasisi za usalama. Idara za usalama wa taifa za nchi mbalimbali zina vitu kama hivi, lakini sio kwa kiwango kikubwa kiasi hiki, kwa sababu lengo hapa ni kuwapata madereva wa bodaboda na bajaji na baadaye madereva wa teksi wengi kadri iwezekanavyo. Kwa hiyo kinachotengenezwa ni mtandao mkubwa kabisa wa ukusanyaji habari ambao kwa hakika utaweka maisha ya watu hatarini. Kwa sababu gani? Kwanza, hawa watu ambao ni madereva wa bodaboda pamoja na bajaji na baadaye madereva wa taxi sio watu waliofunzwa kufanya hii kazi. Ukusanyaji wa taarifa sio kitu ambacho mtu yeyote anaweza kukifanya. Ni rahisi kumweleza mtu kaniletee taarifa fulani, lakini ni swala jingine kumkabidhi mtu jukumu la kukusanya taarifa ambayo inaweza kuwa na athari kwa maisha ya yule ambayo taarifa inakusanywa kutoka. Kwa mfano, dereva anaweza kwa sababu yoyote kuzusha kuwa amesikia kitu fulani kutoka kwa abiria wake, na tunajua nini ambacho kinatokea, kwa sababu katika nchi yetu sasa hivi hakuna utawala wa sheria. Kwa hiyo taarifa zikipatikana ni kama vile ambavyo watu wanavyotekwa. Wengi watu wanaotekwa sio kama wamefanya makosa ya namna fulani. Kuna idadi kubwa ya watu wanaotekwa kwa sababu tu wanahisiwa wamefanya kitu cha namna fulani. Kwa hiyo dereva wa daladala, dereva wa bodaboda au bajaji anaweza kuzusha kuwa amesikia kitu cha namna fulani kwa sababu yoyote, ili akapeleke taarifa huko kunakopelekwa, na mtu akaja akadhurika kwa sababu hiyo. Lakini hili pia linatakiwa kuangaliwa kwa muktadha wa tangazo ambalo limetolewa hivi majuzi. Huyu waziri mpya wa mambo ya ndani Patrobas Katambi aliongea na kusema kuwa wenye viti wa serikali za mitaa pamoja na viongozi wa nyumba 10 kuanzia sasa wanakabidhiwa jukumu la kuhakikisha kuwa wanaripoti kuhusu watu wanaonekana kutishia amani katika maeneo ya mitaa. Na hili pia lilikuwa la kutia shaka, japo limepita kimya kimya.
hata halijaongelewa vya kutosha. Hili nalo lilikuwa la kutisha, kwa sababu watu ambao hawana mamlaka ya kisheria ya kukusanya taarifa wanapewa jukumu hilo. Lakini hili pengine sio la kushangaza, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa, idadi kubwa ya watu wanaotekwa mitaani wanatekwa kutokana na ushirikiano kati ya wasiojulikana na wenye viti wa serikali za mitaa, wajumbe wa nyumba kumi na watu wengine katika ngazi za vitongoji, yaani uongozi wa chini kabisa katika ngazi ya mtaa. Hawa wamekuwa wakitoa taarifa, wamekuwa wakiwalengesha watu, wamekuwa wakifuatilia mienendo ya watu na hatimaye. Na ndio maana huko nyuma Jasusi TV iliwahi kueleza kwamba moja ya vitu ambavyo vinaweza kufanyika badala ya kupanga maandamano ambayo mpaka sasa hivi hayaonekani kuwa na uwezekano wa kutokea, moja ya vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wa Tanzania ni pamoja na kuchukua hatua pale mtaani, kwa sababu miongoni mwa maadui wakubwa wa Tanzania ni wale viongozi wa serikali za mitaa, viongozi wa serikali za vitongoji, kwa sababu hawa wamekuwa wakitoa ushirika mkubwa kwa watu wasiojulikana. Hawa wamekuwa ni watu ambao wakitoa taarifa aidha kwa jeshi la polisi, kwa usalama wa taifa na watu wengine. Hawa walikuwa ni maadui wa kwanza ambao walitakiwa kushughulikiwa, na kuwatenga hawa ilikuwa ni kazi rahisi, kwa sababu haihitaji maandalizi ya kusema kama maandalizi ya maandamano ambayo inatakiwa kuna logistics za kujipanga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii habari inayohusiana na watu wa bodaboda na bajaji katika hilo linalojiri huko Zanzibar inatakiwa kuangaliwa kwa muktadha wa hii tamko la juzi la huyu Katambi kuhusiana na majukumu mapya yaliyotolewa kwa uongozi wa serikali za vitongoji pamoja na mitaa. Na kwa mujibu wa maelezo ya huko kinachoendelea huko Zanzibar, kwa sababu hiyo shughuli ya Zanzibar ilikuwa jana Januari 26 na inahitimishwa leo Januari 27. Inaelezwa kwamba kuna pesa kubwa ambayo imeandaliwa kwa ajili ya hao jamaa, kwa sababu kwa gharama za usafiri na kila kitu wamegharamiwa, lakini mkakati. Kwa hiyo pamoja na shughuli inayofanyika ni kama uzinduzi rasmi wa huo mkakati, ambapo hawa waendesha bodaboda, waendesha bajaji, angalau kwa hawa ambao wameweza kusafiri na kwenda huko Zanzibar, watapewa maelekezo rasmi kwamba watakuwa na jukumu la kusikiliza maongezi ya abiria wao, na baada ya kusikiliza haya maongezi wataelekezwa utaratibu wa kuripoti. Kinachofanyika hapa ni hofu ya utawala wa Samia Suluhu Hassan kuhusiana na mustakabali wake. Kuna hofu kwamba chini kwa chini nafsi za Watanzania, japo hadharani anaongea kwamba yaliyojiri Oktoba 29 hakuna kijana wa Kitanzania wa Tanganyika ambaye ana ujasiri wa kuingia mtaani kuandamana, lakini hiyo ni ujasiri tu wa majukwani. Nafsini ana hofu kwamba kuna siku kuna kitu kinaunguruma ndani ya mioyo ya watu, na si rahisi watu kusahau, kwa sababu kuna vijana wengi ambao wamepotelewa na marafiki zao, wamepotelewa na ndugu zao. Kuna familia nyingi zilizopoteza ndugu zao. Kwa mujibu wa takwimu, ilikuwa idadi ya waliouawa inazidi watu 10,000. Kwa hiyo katika mazingira ya kawaida huwezi kuwatoa uhai watu 10,000 halafu ukatarajia kwa kipindi kifupi tu watu wao wamesahau yaliyojiri. Kwa hiyo pamoja na ujasiri unaonekana majukwani kwamba kila kitu kiko salama, mambo yanakwenda vizuri, hakuna mwenye ujasiri wa kutoka mtaani, lakini hofu ni kubwa. Kwa hiyo katika mikakati mbalimbali ambayo wameibuni ni pamoja na hii ya kuwatumia madereva wa bodaboda pamoja na wabajaji, na kama nilivyosema, mkakati huu pia unatarajiwa kutanuliwa na kuwajumuisha madereva mbalimbali wa teksi. Na hii ni taarifa ambayo hakuna mtu anayelazimishwa kuiamini, lakini ni muhimu kuichukulia kwa tahadhari kubwa, kwa sababu itakuwa na athari. Usalama wako unaweza kuwa hatarini. Lakini tu katika mazingira ya sasa, ni pengine baadhi ya watu wanaelewa kwamba si muda wa kuongea tu lolote sehemu ya hadharani, kwa sababu yoyote anaweza kusikia, na haujui nani ambaye anakuinda, nani ambaye anasikiliza, nani ambaye anataka kuripoti. Kwa hiyo wanafanya jitihada kubwa sana ya kupanua mtandao wa ukusanyaji taarifa. Hapa walipo, idara ya usalama wa taifa ina mtandao mkubwa, lakini kwa kuwa hiyo ni shughuli ya kiserikali rasmi, na hili jukumu linalotolewa sasa hivi linahusiana na Samia mwenyewe rasmi kuliko swala la kiserikali. Kwa hiyo huu ni kama mkakati wa nje ya utaratibu rasmi wa kiserikali. Kwa hiyo hizi ni taarifa zilizopatikana na kuthibitishwa na Jasusi TV. Shughuli hiyo inatarajiwa kumalizika leo Januari 27, lakini ni swala endelevu, na mkakati huu ulianza kwa siku kadhaa, kwa wiki kadhaa ulikuwa ukiratibiwa, na utekelezaji wake ndio umeanza rasmi
katika shughuli hii ambayo inahitimishwa leo huko Zanzibar. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya hatua zinazochukuliwa na utawala wa Samia Suluhu Hassan, pamoja na mambo mengine, kudhibiti uwezekano wa yale yaliyojiri Oktoba 29 au manunguniko ambayo wananchi wanayo kutokana na yaliyojiri, lakini pia ni kuendeleza tu ukandamizaji ambao umedumu sasa kwa muda mrefu, kwa sababu kabla hiyo Oktoba 29 kuna mengi ambayo yamekuwa yakitokea huku Tanganyika. Mamia ya watu wametekwa, lakini pia kuna matukio ya ubakaji, matukio ya ulawiti, na watu wamekuwa wakiteswa na wengine kuuawa. Kwa hiyo huu ni mwendelezo na si kwamba ni mwanzo mpya yanayojiri, ila sasa tofauti na ilivyokuwa huko mwanzo ni kwamba kuna hiyo hofu ya kwamba labda pengine watu wanaweza kujitokeza. Maana kumekuwa na tetesi kwamba bwana, maandamano sasa yanaweza kujitokeza bila kutangazwa, kwa sababu yakitangazwa hayatokei. Kwa hiyo kumekuwa na tetesi kwa maandamano yanaweza katokea pasipo kutangazwa. Kwa hiyo ndio wanachukua jitihada kama hizo kuhakikisha wanadhibiti hayo. Je, una maoni gani kuhusu? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni.